watu walioitwa katika ufalme wa Ibilisi, watu walioitwa huko nje wakaingizwa ndani ya kanisa, na Biblia inasema ya kwamba ndani ya Kristo humo kuna mkombozi na msamaha wa dhambi. Kwa tunapozungumza swala la kanisa, huko nje walikuwa wanafanya nini na walikuwa wanatenda nini? Kitabu cha Galatia sura ile ya 5 mstari wa 19 mpaka 21. Sikiliza Biblia inasemaje. Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa 19 mpaka 21. Msomaji. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka mstari ule wa 21. Neno la Mungu linasema basi matendo ya mwili ni dhahiri. Sasa watu walioitwa katika ufalme wa giza, watu walioitwa katika ufalme wa Shetani, nataka nikuonyesha kwamba huko nje ni watu aina gani, kwa sababu wako ndani ya ufalme wa Shetani. Ndani ya ufalme wa Shetani walikuwa wanafanya nini? Msomaji, twende taratibu. Matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu. Twende taratibu. Huko nje wale walioitwa, kwa sababu kuna uasherati. Kwa hiyo Biblia inaeleza huko nje waasherati wanapoitwa wakaingia ndani ya Kristo, ndani ya kanisa, wanakuwa tayari wametoka katika ufalme wa Shetani. Twende msomaji. Ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoongelea kwamba kanisa ni watu walioitwa, wameitwa ni watu ambao mwanzoni walikuwa wanaishi katika dhambi, walikuwa wanaishi katika maisha ya kidunia, na ndio maana Biblia inasema wale walioitwa wanatakiwa waache hivyo vitu vya kidunia. Kwa hiyo kanisa ni wale ambao wameitwa katika ufalme wa Shetani, walikuwa wanafanya kazi za Shetani, walikuwa wanamsaidia Shetani kufanya kazi, wakaitwa, wakaingizwa ndani. Waliitwa na nani? Aliyewaita ni Kristo, amewaita. Sikiliza Biblia inasemaje katika kitabu cha Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Mathayo 11 mstari ni wa 28. Inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amen. Sasa Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mtu wa Mungu wa maeneo haya ya stendi unaosikiliza sauti hii, Yesu anakuita leo ili uweze kujifunza na kuona utofauti wa kanisa na madhehebu. Kwa jioni ya leo, Mungu ana makusudi mema na wewe. Yesu anataka kuite jioni ya leo, lakini hawezi tu kukuita, lazima akuite kupitia neno lake.